الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Baada kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehma na amani Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kwanza ni furaha yangu kuweza kufika Pemba. Mgeni wa heshima, mkuu wa wilaya. Mimi ni Mkenya na keti Mombasa, lakini sasa hii ni mara ya 3 naja Pemba. Ingawaje mara zote nilizokuja, hii ndo mara niliokuja kwa kubahatika na kupata fursa ya kheri kubwa kama hii. Kwa hiyo yule muendesha program ilikuwa anasema watu wakiondoka wanatamani warudi. Mimi nawaomba na mapema kuanzia sasa, ili naokuja pia munialike tena, na msiponialika nitakuja mwenyewe. Muhimu taarifa nzipate. Nashukuru kufika na kupata fursa hii na kujumuika na mkuu wa wilaya, pia shekhe wetu aliyowakilisha ofisi ya mufti na wengine wote waliohudhuria hapa. Na saa yangu itakuwa ni fupi sana. Kwanza napenda kuifikisha nasaha yangu kwa mtoto yatima. Kuwa yatima haipunguzi chochote katika maisha yako iwapo itakuwa umeridhia na kile alichokukadiria Mola wako. Ikiwa mwenye baba hana wasiwasi, yuko na baba atamweleza mahitaji yake, basi ajue yatima Allah kamuondoshea baba, lakini yeye ndo kachukua nafasi ya baba, na hapo utakiwi kuwa na wasiwasi. Angalieni Allah tabaraka wa taala katika Qur'an anamwambia Mtume Muhammad, alam yajidka yatiman faawa. Hii aya ukizingatia kiundani utapata kuna ufasaha ambao kwamba Allah ameutumia. Alimwambia alam yajidka, hivi Allah haja kupata wewe Muhammad yatiman, ukiwa ni mtoto yatima, lakini mbele akasema faawa, hakusema faawaka. Kama vile mwanzo usema yajidka, mwisho angemalizia faawaka, lakini anasema faawa. Lau angeweka dhamiri ya kaf, ingekuwa yatima anayeangaliwa zaidi na Mungu ni Mtume Muhammad peke yake, lakini akasema faawa kukusudia wewe ulikuwa yatima, nimekuangalia, na mwingine asiyokuwa wewe akiwa yatima pia nitamwangalia. Kwa hiyo lazima watoto wetu hawa waamini kwamba Allah tabaraka wa taala ndio mwenye kuendesha maisha yao. Angalieni ndugu zangu, utapata 80% watoto wenye wazazi wote hawajafanikiwa kushinda watoto mayatima. Na hili lichunguzeni. Hakuna msomi utakaomtaja ni bingwa isipokuwa utapata uhalisia alikuwa yatima. Na mara nyingi mtu anaitwa yatima akikosa baba, na mama akibakia na mtoto bila baba, kama atakuwa ni mwenye maadili, mtoto atakuwa na mwelekeo. Lakini baba akibakia na mtoto bila mama, hata akiwa na maadili, mtoto huenda akazorota. Yule mtoto alimwambia Nabii Allah Ibrahim, if'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin, ndo mtoto alizaliwa na mama aliyomuuliza Nabii Ibrahim, je, Allah ndo amekuamrisha utuache huku kwa jangwa? Nabii Allah Ibrahim aliposema ndio, Allah ndo kaniamrisha niwaache jangwani huko, alijibu yule mama akasema, ikiwa Allah ndo amekuamrisha, fanya ulichoamrishwa na Allah hata tujalia tupotee humu. Alivyosema mama ndivyo alivyosema mtoto, na wakati ametamka mama, mtoto hakumsikia wala hakuelewa. Kwa hiyo wale wote ambao kwamba ni viongozi, ni wasomi, walipata mwelekeo kupitia wazazi wa kike, mama zetu. Sasa hao watoto ambao kwamba ni mayatima, leo tuwaona hapa, tumekuja kufurahika na wao, lakini tuna matumaini makubwa kesho jamii ikawa inayohitajia wao. Wewe leo ukisema na muangalia yatima, basi jua unatengeza kiongozi zaidi katika jamii. Kesho huyo yatima hata sahau jema uliomfanyia na arudisha jema lile kwa jamii.
Jambo la pili, narudisha nasaha yangu kwetu sisi ambao kwamba tunaongozwa na Food Bank na tukiwa na mgeni rasmi mkuu wa wilaya. Nasema hivi, bila shaka sisi tumeneemeka kwa kumwamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati hatujamuona, na hii ni neema tunayoifurahia, lakini tutafurahika zaidi iwapo tutakuwa na yeye peponi hali ya kuwa tunamuona. Basi njia sahihi ya kufanya uwe pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam peponi ni pale utakapomtizama vizuri yatima, kwa sababu Mtume amesema ana wakafilul yatim kahataini fil janna, ni kama vidole hivi viwili peponi. Kwa hiyo wewe ukitaka kupata neema hii, nenda mbio umwangalie yatima. Na watu wengi wanajua mayatima wanataka kuangaliwa, lakini kitu pekee kinachoturudisha nyuma ni kuwa tunataka kuwafanyia mambo makubwa, kisha kadri tunazidi kuchelewa tunashindwa kufanya madogo, na hata yale makubwa hatufikii kuyafanya. Angalia hapa, Food Bank wamewakusanya hawa, wamewafanyia walichowafanyia, lakini furaha walizokuwa nazo ukipima na wewe nafsi yako, utaona una furaha kana kwamba wamepewa majumba, wamepewa magorofa, lakini subhanallah walichofanyiwa hapa kimewafurahisha. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam asema la tahqiranna min alma'rufi shay'a, usidharau jema lolote dogo. Mkuu wa wilaya mama yetu ameacha shughuli ngapi ambazo kwamba zimekuwa ni muhimu sana kwake, lakini ametenga muda wake, amekuja kushirikiana na mayatima. Hii tosheleze kujulisha hili ni jambo muhimu, ndio maana amekuja kulifanya, pamoja na kuwa kimtizamo wa watu ambao kwamba hawana akili kamili au busara wataona wamepoteza wakati wao, lakini mbele ya Mungu haipotei chochote. Na Allah vile ni mwingi wa kushukuru, unafanya dogo anakushukuru maradufu na anakulipa kwa kiasi ambacho kwamba hujaweza kutarajia. Kwa hiyo hii ndo nasaha yangu. Naombea Mungu Food Bank kwa jambo la kheri walilolifanya, na iombea Mungu serikali ya Tanzania kiujumla ikiongozwa na Rais Samia Suluhu, na kama vile Allah amemuita Suluhu, bila shaka yuenda mbio kuyasuluhisha yote matatizo ya Watanzania. Na tunashukuru Mungu sisi tumeweza kuja hapa kwa amani na salama, bila shaka ni kwa nidhamu na ratiba za kiongozi ama rais wa Tanzania. Pia sitasahau kumwombea Mungu Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Mwinyi, Allah mbariki, na viongozi wote hawa wetu, Allah wabariki, awahifadhi na kila shari na kila wenye shari, awamiminie furaha wao na familia zao fi dunia wal akhirah, awakinge na balaa za duniani na akhirani. Mpaka hapa nitakoma, na saa nimeshaibaini juu yetu waumini, na saa tuifuateni. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. MBTV, dira ya maisha yako. Ikiwa vitabu ni mabustani ya wanavyuoni, basi MBTV ni bustani ya watazamaji wake. Pata elimu na maarifa lukuki kutoka MBTV. Pia usisahau kusubscribe channel yako hii ili uweze kuyapata matamu yote yanayoandaliwa kwa ajili yako. MBTV, dira ya maisha yako. Yuwalingania dini kwa maneno na vitendo, na moyo wake laini na wala hana mafundo, na moyo wake laini na wala hana mafundo. Jina lake tambueni ni Muhammad Bahe.